msikilizaji, Samia Suluhu Hassan ameamua kuanza kuuza mali ya Tanzania ili kuziba nafasi iliyoweza kubakishwa na mataifa yaliyojiondoa kupeana misaada katika nchi ya Tanzania. Taarifa ambazo zinanifikia ni kwamba Samia ameruhusu uuzaji wa sehemu za uchimbaji wa madini ya dhahabu nchini Tanzania ambazo zimekadiriwa kuuzwa kwa kiasi cha pesa dola bilioni 1.3 za Kimarekani. Sasa hizi ni baadhi ya sehemu ambazo zinaruhusu kuchimba madini nchini Tanzania ambazo Samia ameruhusu ziweze kuuzwa kwa mataifa ya kigeni ili waendeleshe uchimbaji wa madini haya. Nataka nikukumbushe msikilizaji kwamba Waziri Mkuu nchini Tanzania Bwana Mwigulu Nchemba kuna kipindi aliweza kuzungumza akasema kwamba waandamanaji wanataka kwamba mataifa ya kigeni yaruhusiwe yaje Tanzania kwa sababu wameona kwamba kuna madini Tanzania watakayoweza kuyachukua, na wakaweza kusema kwamba Tanzania haitaweza kuuza ama haitaweza kuruhusu mataifa ya kigeni yaje Tanzania na kuchukua sehemu hizi. Sasa Samia Suluhu Hassan ameweza kupeana idhini ya kuuzwa kwa baadhi ya sehemu za uchimbaji wa madini ya dhahabu kwa kiasi cha dola bilioni 1.3 za Kimarekani, yauzwe ili yaweze kufadhili baadhi ya project ambazo zilikuwa zinafadhiliwa na pesa za misaada zilizoweza kutokea katika mataifa ya kigeni. Msikilizaji, taarifa hizi zinatuambia aje sasa? Kwamba Samia Suluhu Hassan na serikali yake wameharibu uhusiano na mataifa ya kigeni, na sasa mataifa hayo yameweza kujiondoa na yameweza kujiweka mbali ama kukataa kujihusisha na taifa la Tanzania kwa sababu ya uongozi mbaya na kwa sababu ya kuonekana kwamba raia wa nchi ya Tanzania hawatakuwa salama nchini, raia wa nchi za kigeni kunradhi, hawatakuwa salama nchini Tanzania. Swala hilo msikilizaji, limepelekea kwamba mataifa haya yaweze kuondoa baadhi ya misaada waliokuwa wanaipeana kwa nchi ya Tanzania. Na ili kujibu nafasi hizi zilizoweza kuachwa, ndo Samia asiweze kuonekana kwamba anaongoza serikali ambayo imefeli, ameweza kukimbia na kuuza baadhi ya sehemu hizi za uchimbaji wa madini ya dhahabu kwa mataifa ya kigeni ili kupata pesa za kuendelea kufadhili baadhi ya project ambazo zilikuwa zinafadhiliwa na mataifa ya kigeni kupitia misaada. Hebu nikusomee taarifa hii msikilizaji inavyosema. President Hassan has authorized the sale to capitalize on record high gold prices, maximizing revenue from reserves. Tanzania plans to sell part of its $1.3 billion gold reserve to finance critical infrastructure projects as foreign aid declines. Taarifa hii inasema msikilizaji kwamba Samia anauza baadhi ya madini haya kwa sababu misaada ya kigeni imekataa kuwepo ama imekataa kufika. Lakini mimi wewe tunaelewa kwamba mataifa ya kigeni msikilizaji yaliweza kujiondoa
yakaweza kusema kwamba watahitaji kuangalia upya uhusiano wao na nchi ya Tanzania. Kilichosababisha hiki ni uongozi mbaya uliokuwa nchini Tanzania, lakini pia vurugu zilizoweza kushuhudiwa nchini Tanzania. Na kwa hivyo mataifa haya yakaweza kuona kwamba Tanzania sio salama kuendelesha biashara, kuendelea kuwaruhusu raia wao kuzuru nchi hiyo na baadhi ya raia wao kuishi katika nchi hiyo. Na sasa Samia ameonekana akiendelea kutapatapa ili kuonekana kwamba serikali yake bado inafanya kazi hata kama tayari imefeli. Nasema hivi kwa nini, msikilizaji? Samia amechukua usukani wa uongozi katika kipindi chake cha kwanza miezi tu, na sasa tayari tumeanza kushuhudia akiweza kuuza madini ya nchi ya Tanzania ama sehemu za kuchimba madini nchini Tanzania. Ina maana, msikilizaji, watakaochimba madini yale wataweza kujinufaisha zaidi, kwa sababu hauwezi kujua kiasi cha madini yaliyopo sehemu fulani. Kwa hivyo yeye ameuza sehemu hizi kwa kiasi cha dola, lakini watakaochimba watafaidi zaidi. Msikilizaji, hii ndio hali ambayo Samia Suluhu anaipitia sasa hivi, kwamba ili kuendelea kuonekana kwamba anafanya kazi atahitaji kuuza mali ya nchi ya Tanzania ili kufadhili project za serikali, kufadhili project ambazo zilikuwa zinafadhiliwa na misaada tu ya kigeni. Na sasa atahitaji kuuza Tanzania, atahitaji kuifilisha Tanzania ili kukidhi ama ili kushikilia nafasi yake ya uongozi nchini Tanzania. Taarifa hii inaendelea kusoma na ikasema hivi kwamba Tanzania imechukua mwelekeo huu baada ya kuonekana kwamba imepoteza 17% katika nafasi ama ramani ya ulimwengu. Tanzania imeanguka kwa 17%, swala ambalo limesababishwa na ukosefu wa misaada ya kigeni iliyokuwa inakuja nchini Tanzania kufuatilia misukosuko ya kisiasa ambayo imeshuhudiwa nchini Tanzania. Ndio taarifa hii inavyosema. Kisha ikaendelea kusema kwamba kukiwa na watoaji misaada wa shirika kama la EU kuendelea kusema kwamba wataendelea kukataza misaada zaidi nchini Tanzania, itasababisha nchi ya Tanzania kuendelea kuanguka zaidi. Anipata msikilizaji, kwamba shirika hili la EU limetishia kwamba litaendelea kusitisha zaidi ufadhili wa mamilioni ya pesa yanayokuja nchini Tanzania, na hatua hii itahakikisha kwamba Tanzania itafeli zaidi, kwa sababu hii leo imefeli tu kwa 17%, lakini sasa wakiendelea kusitisha mipango ama ufadhili huu zaidi, ina maana kwamba Tanzania itaanguka zaidi. Sasa swala hili ndio limeweza kusababisha kwamba Samia Suluhu Hassan in desperation aweze kuuza sasa mali ya Tanzania ili kuweza kuendelea kushikilia nafasi ile katika ulimwengu. Tanzania isiweze kuzama. Elewa kwamba msikilizaji, haya ni baadhi ya matatizo ambayo yanaweza kutokea kutokana na uongozi mbaya. Na uongozi mbaya wa Samia umeweza kusababisha kwamba mataifa ya kigeni yamejiondoa katika kupeana sapoti yoyote katika nchi ya Tanzania, na wametishia kwamba wataendelea kufanya hivyo. Nakumbuka kwamba msikilizaji,
Samia alikataa kukiri kwamba kulikuwa na makosa yaliweza kufanyika tarehe 29 Oktoba mpaka tarehe 31, na hili ndo linaweza kuendelea kuzua matatizo haya ambayo yameweza kuendelea kushuhudiwa nchini Tanzania. Msikilizaji wangu, hebu endelea kupiga subscription kwenye kituo hichi. Hakikisha kwamba unaendelea kutufuatilia, kwa sababu kila siku tupo hapa kuhakikisha kwamba tunakutaarifu na tunakusogeshea karibu yale ambayo yameweza kutendeka, ili upate kufahamika na kupata kuelewa zaidi kile ambacho kinaweza kutokea. Lakini pia tunakupatia uchambuzi wa kina ili uweze kupata mwafaka wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania na sehemu ambazo zinapakana na mataifa haya. Kwa hivyo endelea kupiga subscription. Jina langu ni Presenter Kuton, tutaendelea kupatana.